Mwenyewe. Kaka Julius, karibu sana. Asante sana kaka. Kwema? Kwema kabisa. Namshukuru Mungu. Ndio. Nimefurahi sana kuwa na wewe siku ya leo hapa. Mimi pia nimefurahi kufika East Africa Radio kwa mara ya kwanza. Nimefurahi sana. Lakini si mimi, hata Yustam Sowewe akafurahi sana kuwa na wewe hapa. Mimi pia nimefurahi kumuona. Kwa sababu kuna jambo lilikuwa linakuja hapo kubwa sana. Kuna lile swali ambalo aliuliza Yustam. Okay. Tumbo kujaa asidi. Akasema ndio nasikia kwa mara ya kwanza. Hii ikoje? Tumbo kujaa acid, labda tufahamu tu acid, kuwepo kwa acid tumboni ni jambo la kawaida. Ni jambo la kawaida kabisa, kwa sababu tunahitaji acid tumboni kwa ajili ya kusaidia kumeng'enya kwa chakula. Acid inahitajika tumboni kwa ajili ya umeng'enyaji wa chakula. Lakini kama mnavyofahamu kwamba kila kitu lazima kiwe katika kiwango ambacho kiko stahiki, au kiwango ambacho kiko sawa. Maana yake ni kwamba hata acid pia ikizidi nayo inaleta changamoto. Ndio ambavyo watu wanasema tumbo kujaa acid. Lakini acid kuwepo tumboni ni jambo la kawaida kabisa, kwa sababu inasaidia kumeng'enya kwa chakula, na tunahitaji kwenye tumbo kuwe kuna hali ya utindikali ambao ndo acid sasa, ili baadhi hata ya enzyme tunaita ziweze kufanya kazi vizuri katika umeng'enyaji wa chakula. Lakini haitakiwi tu kuzidi ama kuwa nyingi, kwa sababu ikiwa nyingi italeta matatizo mbalimbali ambayo ndio hayo tutayazungumzia leo. Haya, sasa hapa tujue nini kinachopelekea kama ni acid kuzidi na gesi, tumbo kujaa gesi. Okay, kwanza tumbo kujaa gesi, kama tumbo kujaa gesi ni dalili ambayo inaweza ikaashiria magonjwa tofauti tofauti. Nikimaanisha kwamba tumbo kujaa gesi inaweza ikatokea kwa mtu hata wa kawaida na isiyo changamoto, lakini pale ambapo inakuwa inatokea mara kwa mara na ikiambatana na dalili nyingine kama tumbo kuuma au kubadilika kwa tabia za kupata choo au kutopata choo kabisa au kupata kiungulia, hapo sasa ndo ambapo inakuwa inaleta changamoto. Hiyo ni kwa upande wa tumbo kujaa gesi. Kwa tumbo kujaa gesi ni dalili, ni moja wapo ya dalili ambayo inaweza ya ugonjwa fulani wa tumbo ambao inaweza ikawa ndo moja wapo ya dalili. Lakini acid kama ambavyo nimeshaelezea mwanzoni, kabla hujaruka hapo kwenye acid, kwamba hii tumbo kujaa gesi kama ambavyo umesema ni kiashiria cha ugonjwa. Kwa hiyo haina chanzo maalum kwamba chanzo ni hayo maradhi ambayo huyo mtu anakuwa nayo. Sasa yani kwamba kinachopelekea tumbo kujaa gesi, kwamba umesema hiyo ni dalili, inaweza ikawa ni dalili ya ugonjwa. Kwa hiyo kwamba hii tumbo kujaa gesi hakuna kinachosababisha moja kwa moja, ina maana mpaka iwe kuna ugonjwa nyuma hapa ndio mtu tumbo lake litajaa gesi. Kwa lugha ya kitaalam tunaita symptom, kwamba dalili, kwamba kwa Kiingereza naita bloating, kwamba ni tumbo limejaa gesi, lakini hii ni dalili ambayo imesababishwa na kitu fulani. Ni sawa sawa na homa, lakini homa inaweza ikawa imesababishwa na vitu vingi kama kwenye hivyo visababishi sasa. Okay, sawa. So tumbo kujaa gesi, sababu ya kwanza ni magonjwa ya tumbo kama vidonda vya tumbo. Sawa. Vile vile kuna watu ambao wana magonjwa ambao wanashindwa kumeng'enya baadhi ya vyakula. Kwa lugha ya Kiingereza kuna wagonjwa ambao wanakuwa na lactose intolerance, maana yake anashindwa kumeng'enya vyakula vyenye asili ya maziwa kama siagi, hata maziwa yenyewe. Vile vile kuna mtindo wa maisha ambao watu wanaishi. Kuna baadhi ya vyakula ambavyo ukiwa unatumia mara kwa mara, kwa mfano artificial sweeteners, hizi sukari ambazo zimetengenezwa, au vyakula ambavyo vyenye vichachu kama citrus fruits kama machungwa, malimao. Vile vile pia inaweza ikawa hata kiashiria cha saratani mara nyingine kwa watu ambao umri umeenda kidogo. Ndio maana tunasema ukiwa na dalili kama hii, ni vizuri ukafika hospitalini ili daktari aweze go through, aweze kupitia hizo options zote ili ajue unasumbuliwa nini, ili tuweze kuaddress tatizo kutoka chini. Kuna sehemu nimeshawahi kusoma wanasema kwamba tumbo kujaa gesi, tumbo kujaa asidi inaweza ikawa ni dalili ya ugonjwa mkubwa wa ini. Ikoje hii daktari?
kama ambavyo nimeelezea mwanzoni, tumbo kujaa acid au ukipata ugonjwa wa ini. Ugonjwa wa ini una sababu nyingi, sababu nyingine ikiwa pamoja ni kunywa pombe au hata virusi tunaita hepatitis B na C vinasababisha changamoto za ini. Sasa inatokea ukipata changamoto ya ini ikifikia stage za mwishoni, kuna changamoto ambayo waga inatokea inasababisha kwa sababu ini inapokea damu kutoka sehemu za matumbo, kwa sababu ukishakula sasa inabidi kile chakula kinyonywe kiende kwenye ini ili kiweze kuchakatwa, mtu aweze kuendelea kufanya shughuli nyingine kama kutengeneza nguvu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inatokea ini linashindwa kupokea ile damu, kwa hiyo damu inatafuta sehemu ya kupita. Ikitafuta sehemu ya kupita inasababisha mishipa ya damu tunaita veins zinavimba, hasa sehemu ya chini ya koo la kupitishia chakula au hata tumbo pia. Kwa hiyo inaweza ikatokea zikapasuka hiyo mishipa na mtu akapata dalili kama za kutapika damu, tumbo kujaa gesi, pia kupata hata choo cheusi. Umenielewa vizuri? Kwa sababu ya ini sio sababu ya moja kwa moja, lakini ni sababu ambayo itasababisha vitu vingi, lakini mwisho wa siku mtu anaweza akapata tu dalili, akasikia labda anapata kiungulia mara kwa mara, anapata choo cheusi, anasikia tumbo linamuuma, kumbe ni changamoto ya nini? Ya ini. Yeah. Hapa tunavyozungumza bwana, mwanzoni pale tulimwambia sasa kuna vitu vya kujishauri mwenyewe, lakini kuna vitu ambavyo unatakiwa ushauriwe na mtu ambaye yuko katika field hiyo. Yes. Si ndio? Huyu anayenisikiliza sasa hivi anaweza akajiuliza, mbona mimi bwana tumbo waga linaweza likajaa gesi, au nikasikia kiungulia, au labda nikawa nina ile acid ile tumboni kiasi ya kwamba napata ile kiungulia. Ndio cha hapa kile. Anawaza, nikisikia stage ipi ama nikisikia maumivu ya tumbo ya namna gani ama gesi la namna gani, nifahamu hii hapa ni dalili hatari. Huenda kuna magonjwa mengine, ni wahi hospitali, ama hii ni dalili ya kawaida. Okay, kuhusiana na tumbo kujaa gesi na kusikia dalili za kiungulia, hiyo mara nyingi watu tunasikia. Mara nyingi nadhani hata hapa kila mtu ashe kujisikia hiyo hali. Lakini pale ambapo hali hiyo inaambatana na dalili zifuatazo, hiyo tunakushauri ufike kwenye kituo cha afya uweze kuchunguzwa ili uweze kupata matibabu. Hali hiyo kwanza ni tumbo kuuma mara kwa mara, kupata maumivu ya tumbo. Pili, kupata ukienda chooni unashangaa choo chako kinakuwa cheusi kama lami. Umenielewa? Ndio. Unaenda chooni unashangaa mbona choo changu kinakuwa cheusi. Tatu, ni kubadilika kwa tabia za kupata choo. Maana yake unakuwa unaona leo unaharisha, kesho unapata haupati choo. Unanielewa? Ya nne, ni kiambatana na dalili nyingine sasa, kama kusikia kizunguzungu, kuona mapigo ya moyo yanakimbia, au kuona kwamba hali hiyo imekuwa paka unashindwa kufanya shughuli zako za kila siku, kwamba unashindwa hata kulala. Kama ulikuwa unafanya kama ulikuwa unaenda labda hata kazini, unaona hauwezi ukakaa muda, uwezi ukafocus hata kwa zaidi ya nusu saa, then tunashauri uende hospitali ili ukakutane na daktari aweze kuchunguza zaidi nini inaweza kawa sababu ya hilo, ya hizo dalili ambazo unazipata. Oya, kupitia 0683802966 leo tunaangazia magonjwa ya tumbo, ikiwemo tumbo kujaa gesi, tumbo kujaa acid. Tuko na Dr. Julius Majenga. Na hapo kwenye acid natamani sijui sasa hivi ama tukirejea kwamba amezungumza acid ni ipo kwenye tumbo, lakini ikizidi ndio inakuwa shida. Sasa ni vitu gani vinapelekea hii acid kuzidi kwenye tumbo? Tukirejea sasa. Asa, na pia tuna wale ndugu zetu wale wababa, sema wababa. Rayvan Alimba wababa. Sindo wababa. Wababa bwana wakifanyaga mazoezi, kuna mazoezi yao fulani aidha usiku au asubuhi. Wakiwa wamefanya mazoezi sana, tumbo huwa linajaa gesi ghafla, kiasi kwamba wanashindwa kuendelea na yale mazoezi. Na lenyewe pia ni tatizo.
tutakuja kuzungumza kwa uzuri kabisa baadaye. Umenishangaa kwa sababu wewe sio mbaba. lakini wababa wamekuelewa baba wenzao. Ndio. Lakini bila shaka ndugu yangu hapa kaele angalia kitambi kile. Tupate burudani kidogo na Azam TV. Kuhusiana na Azam TV, msikilizaji, kwanza hakikisha unamiliki kisimbuzi cha Azam TV, iwe ni cha dishi au cha antena. Na ukishamiliki kisimbuzi, hakikisha unakiwasha, usikieke tu, kwa sababu kama ukiwasha unapitwa na mengi, na miongoni mwa hayo mengi ambayo unapitwa ni pamoja na tamthilia ya My Heart Is Yours ambayo inaruka pale Azam 2, pamoja na tamthilia ya Vacation kutokea pale sinema zetu. Na katika upande wa kabumbu, jamani, ikifika japo nadhani ilishaanza, si ndio Juni 15 ishaanza ni FIFA Club World Cup. Jamani, mechi 63 zitaonyeshwa live Azam Sports 2 HD pamoja na Azam Sports 4 HD, bila kusahau zile mechi zote 8 za mwisho za NBC Premier League zitaonyeshwa live, na zote ni kwa wakati mmoja. Sisi tunaelewana vizuri. Na tunafunga mwezi kwa kishindo. Hii ni finali ya CRDB, italeta burudani ya hali ya juu. Kama hauna TV, hauna kisimbuzi na uko na simu janja, mambo ni rahisi kabisa. Unaweza kupakua app ya Azam TV Max kwa kupitia Play Store kwa wanaotumia Android na App Store kwa wateja wanaotumia iOS. Tunakwambia huu mwezi wa matukio makubwa, na ni hapa tu Azam TV, kiwashe burudani kwa wote. Pilika. Kama utakuwa na swali lolote ambalo unaotaka kuuliza kuhusiana na magonjwa ya tumbo siku ya leo, hususan tumbo kujaa gesi na tumbo kujaa asidi, unaweza ukauliza kupitia 0683 802966. Na pale YouTube tuko live sasa hivi ninapozungumza na wewe. Yani wenzako wanapotusikiliza kupitia radio, wewe unaweza ukawa unafaidika mara mbili. Yani unatuangalia, lakini mbali na kutuangalia unatusikiliza. Lakini kuna uwanja pia wa kutuma ujumbe mfupi pale YouTube. Unaweza ukaandika na ukamuuliza swali lolote lile Daktari Julius Majenga kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa Mwananyamala. Si ndio kwa